Imagine upo zako home, una lile wala lile, piga story mbili tatu. Sawa kitu changu hapa. Hiyo kishavaa saa bwana. Muonekano wako tofauti kabisa. Anyways guys, imagine upo nyumbani, umetulia zako, una lile wala nini, umetoka kazini, upo na familia, unaendelea na mambo mawili matatu. Then boom. Watu wanakuambia nahitaji pesa, unaingia huku unatafuta pesa na wapa ili kuokoa uhai na familia, watoto hapo mke huko. Pesa ni nini? Utazipata anytime. Shapa pesa zao, waoni badala kusepa wanaanza kuambia bwana, hebu tushauri hizi pesa tuzitumie vipi ili tusiendelee kuwa wezi. Anyways, story kamili imetokea 1996 huko Hong Kong, China. Kuna bwana mmoja kunaitwa Big Spender. Huyu jamani ndio tolia zile mbaya, yani gambler, mtu ambaye anashinda kufanya michezo ya casino, madawa kulevya, every dirty thing, kila kitu kibaya anachojua mshikaji ndio maisha yake. So kapiga plan yake, akachora ramani vizuri, kafika kushtuka kwamba Kashi anaishi mtaani. Sio mbaya, kachora ramani zake, afika gundua yule bilionea bwana ana mtoto anaitwa Victor Lee. Kwa akapiga mission zake, akamkidnap, akamteka yule mtoto wa bilionea dogo Victor. So baada ya kumteka jamaa akaona mambo yasio mengi. Akaona mambo kwanza kupigia na simu, njoo huku ili niweze kunipa pesa zangu. Nini wewe mchisho akili kwa pesa tu, alimteka mtoto ili aweze kupata mkwanja basi. So akapiga zake hesabu, akasema okay, huyu namuingilia kwa namna ya style ambayo naijua mimi, akupiga simu, akufanya nini. Akaibuka moja kwa moja maskani kwa mshikaji, kwa bilionea hapo. Mr. Cash bwana. Fika pale maskani, kaingia ndani fresh. Baada kuingia ndani, sasa bilionea kashangaa mgeni amekuja, ana mabomu mwili mzima. Jamaa kalipiga masifor zile mabomu makubwa kuweza kulipoa madaraja manini. Jamaa kapiga masifor mwili mzima, kajiviliga masifor nini. Tani kabisa man. Ila ni mzigo wa kutosha. So fika pale akamwambia tu yule shikara, kaambia baba Victor, mambo yasio mweleweka, 2 bilioni hapa, mimi huyo naondoka. Jamaa kawasa, kamimina kwanza vodka, achukua vodka pale, akapiga glass moja kwanza. Akatulia, akasema hapa sipanic wala nini. Kufikiria kupiga simu polisi, kufikiria nini. Katuma madogo, hebu tukusanye hapa tuone kiasi gani. Kabla ya kusema tukusanye pesa, akamwambia mshikaji, kabisa sio negotiate. Tunajua hata kama una pesa za kutosha, hata siku moja usikubali kutoa kiasi ulichokuwa nacho. Kama mtu anahitaji au unafanya biashara, umeenda kununua nini, una negotiate. Keep it low kidogo, haina haja ya kutoa mabunda yote. Mshikaji akasema, why spend mimi na milioni 1. Spenda kupiga hesabu bilioni 1, unajua dola bilioni 1 hiyo za Hong Kong huko ni mchuzi wa kwenda. Mwaka 1996 hiyo dola bilioni 1 kipindi hicho hata mabilionea hiyo pesa wanakaa nazo. Jamaa akasema oya, chukua mpunga tia kwenye vani huko nisepe nazo hapa, maisha si haya hapa. Katulia pale, kaambia okay fine, oya weka bilioni 1 hiyo, ila nipe mtoto wangu. Sasa bilionea akasema ila nipe mtoto wangu na kuachia mpunga. Jamaa akasema mambo sio mengi kidogo ya Spender sana mabomu mengi tu hapa, mkileweza kucheza tu hapa oya, watu washavurugwa, anamaliza mchezo. So baada ya kuona hivyo, bilionea akasema oya, akachukua mpunga kutosha hapa, akampa Spender kutoka na mpunga wake, akanapaki kwenye gari. Mabomu bado anayo mwilini, anapaki mpunga kwenye gari. Sasa baada ya kupaki kwenye gari pale ameshamaliza, akamuuliza yule bilionea, akamwambia oya babake, hivi nifanye nini na hizi pesa ili nisiweze kuwa tena na hizi misha? Nataka nifanye biashara, nifanye misha ambayo nikianza kuifanya hivi hiyo safari. Mshikaji akawaza, kasema mtu kaje kunipola pesa katika mwanangu, bado naomba ushauri, pesa zangu nilizompa afanye nini? Kwa mambo sio mengi, jasha kuachiza. Akamwambia sikia, ni kampuni yangu nafanya na biashara za stock market, nitaanza kucheck mambo ya stock market. Kwa nini? Akamwambia sikia, kama vipi, ingia kwenye kampuni yangu kanunua stock ya kutosha,
alafu nenda kwa serikalini na bonds za kutosha, hiyo mpunga wao kwa kizazi mpaka kizazi chako wewe utakuwa na pesa tu, maisha teremko. Spender akafikiria akasema bonge la ushauri. Spender milioni 1 kwenye gari. Wauni wote wanajua Spender una pesa, kwa nini usispend? Spender mambo akamua sio mengi. Oya akaenda kuspend. Ndio hivyo. Karudi ikiwa mwizi tu, achache sana na akili. Okay guys, stories zangu ndo kama hizo. Subscribe kama umezipenda, tuendelee kupata mastori kibao kutoka T8 Media.